Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Alhamisi ya juma la 6 la Pasaka, siku kuu ya Mtakatifu Matia Mtume. Injili inayotuongoza katika tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 15 aya ya 9 hadi ya 17. Leo kanisa linaadhimisha siku kuu ya Mtakatifu Matia, mtume aliyechaguliwa kuchukua nafasi ya Yuda Iskariote baada ya kuanguka kwake. Jambo la kushangaza ni kwamba kabla ya siku hiyo, Matia hakuwa maarufu. Hakusikika sana kama mitume wengine akina Petro, Yohane au Yakobo. Hakufanya miujiza mikubwa iliyorekodiwa, lakini alikuwa mwaminifu. Alibaki karibu na Yesu kimya kimya, na wakati ulipofika Mungu akamchagua. Hapa kuna somo kubwa sana tunaloweza kujifunza kwa maisha yetu. Si lazima uwe maarufu ili Mungu akutumie. Si lazima watu wote wakujue ili uwe na thamani mbele ya Mungu. Mungu huona uaminifu wa moyo kuliko kelele za dunia. Katika injili ya leo, Yesu anatuambia, si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi ndiye niliyewachagua ninyi. Maneno haya yanatukumbusha kuwa wito wa Mungu si ajali. Wito wa Mungu si bahati mbaya. Mungu anamjua kila mmoja wetu. Anaweza kumuinua mtu ambaye watu walimdharau na hata hawakumtegemea. Anaweza kumchagua mtu ambaye hata yeye mwenyewe alikuwa hajiamini. Wapo watu wengi wanaojisikia hawafai kwa sababu ya historia yao, kwa sababu ya makosa yao, kwa sababu labda hawana elimu kubwa, au kwa sababu hakuna anayewaona kuwa ni wa muhimu. Lakini leo Mtakatifu Matia anatufundisha kwamba Mungu huangalia moyo wa mtu. Labda ulikuwa unasubiri kuthaminiwa na watu. Labda ulikuwa unasubiri nafasi kubwa. Labda ulikata tamaa kwa sababu wengine walitangulia mbele yako. Lakini kumbuka, kuchelewa si kukataliwa na Mungu. Matia alisubiri kwa muda mrefu bila kujulikana, lakini siku moja jina lake likaingia katika orodha ya mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, katika dunia ya leo, watu wengi wanapenda kuonekana haraka, kupata sifa haraka, mafanikio ya haraka, lakini Mungu mara nyingi huandaa watu wake katika ukimya. Wakati mwingine, huduma yako ndogo kanisani, ndiyo Mungu anaiona hiyo. Uaminifu wako katika sala, ndiyo Mungu anauona huo. Mateso unayopitia kimya kimya, ndiyo Mungu anayaona. Na siku moja, Mungu atafungua mlango ambao hakuna mtu yeyote ataweza kufunga. Basi leo hii, tusali. Tuombe leo kupitia maombezi ya Mtakatifu Matia, ili tusikate tamaa tunapohisi kusahaulika. Mungu bado anaita, bado anachagua, na bado anatumia watu wa kawaida kufanya mambo makubwa, kufanya kazi yake.